chako mwenyewe. Si ndio? Hivi umeelewaje uliposoma? Nikwambia mimi nilivyoelewa, hii dunia ni shamba. Wewe mwanadamu ni mkulima, matendo yako ni mbegu. Yaani ukitenda mabaya, ujue umepanda mbegu mbaya. Hiyo mbegu utakuja kuivuna. Ujue leo hii kuna mtu anasimama mahakamani anamtolea mwenzake ushahidi wa uongo, eti nilimwona alivyoua na hajamuona, eti kisa kaidola $5. Leo hii kuna mtu anamuua mwenzake ili abaki na eneo, ardhi au nyumba. Leo hii kuna mtu anamtoa mwenzake msukule ili awe na mali. Leo hii kuna wazazi wanaumiza watoto wenzao ili watoto wao waishi maisha mazuri. Leo hii kuna wazazi wanaloga akili za watoto wenzao ili watoto wao perform vizuri darasani kwenye mashule wanayosoma. Leo hii kuna mtu anamloga mwenzake ili apandishwe cheo. Fungua waraka wa kwanza wa Timotheo 6:6. Hii dunia ni shamba. Yaani lolote unalotenda unalipanda. Kama ni baya utavuna. Usipovuna wewe, likukuta umekufa, atavuna mtoto wako. Nakwambia ukweli. Waraka wa kwanza wa Timotheo 6:6. 6:6. Anakwambia hivi, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Si ndio? Waraka wa kwanza wa Timotheo 6:6. Hamjaipata? Si ndio inavyosema? Mstari wa 8 anakwambia hivi, ila tukiwa na chakula na mavazi tutaridhika na vitu hivyo. Si ndio? Yaani wapendwa, lakini utaua ni uungu. Walakini kuwa na Mungu pamoja na kuridhika hivyo ilivyo ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na chochote duniani, tena hatuwezi kutoka na chochote. Mbona tuwashuhudia matajiri wakufa waacha nyumba zao? Au kuna mtu amekufa ameondoka na mali zake? Eti ila alimtoa mwenzake msukule ili awe na mali, ila mali hizo akaziacha hapa. Wapendwa, tubadilike. Mimi nakwambia uhalisia. Ujue hizo dharau ulizo nazo, hayo majifuno unayojifuna, hicho kiburi ulicho nacho, uko kujiona na kujiona, ni kwa sababu una pumzi. Hivi mwaje jiuliza swali kwamba siku nikifa nitamletea ni dharau? Au umeona marehemu na dharau? Umeona maiti na dharau? Na ndio maana hapo ulipofika sio kwa nguvu zako. Hebu chunga kinywa chako, usiwadharau uliowazidi maisha. Kwa sababu wewe mwanadamu ni kama maua. Saizi umechanua, baadaye unaweza ukanyauka. Ni vyema ukazitafakari njia zako kwa umakini. Wapendwa, tubuni dhambi. Nafasi bado unayo. Nikikwambia kutubu, manake ni kujutia na kuacha hayo matendo loko unayatenda. Maana madhambi yako unayomtendea Mungu wako unayajua. Badilisha mfumo. Amina. Mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na mshahara wa dhambi ni aibu au mauti. Wapendwa, ujue dunia imekwisha. Hizi nyakati. Fungua waraka wa pili wa Timotheo. Naenda kumaliza wapendwa. Mada ya majaribu sitaihubiri kwa sababu naona muda umeniacha, ila nitawaambia mkasome Yakobo 1, mtaanzia mstari wa 2 mpaka wa 27. Mtaelewa maana ya majaribu. Nimekwambia fungua nini? Waraka wa pili wa Timotheo 3 mstari wa kwanza. 3 mstari wa kwanza. Hizi nyakati za mwisho. Dalili zote tumeziona. Hivi tumesikia juzi mwanaume ukishikwa bega unapita na nini? Dalili hizo simezisikia? Wengine mmeziona? Leo hii mashoga Tanzania wamekuwa wengi. Wengi simeona, wengine mmewasikia. Vijana wa kiume wanatembea mazao, wametoni numama, wameweka mshangazi.
mabinti wanajiuza, wanasagana. Hizo zote ni dalili za mwisho, zinaonesha mnaziona, lakini watu mmekuwa busy na mambo yenu. Unajua leo uishi katika funga fahamu. Ukishika Biblia kuisoma hata lisao malizi unapata usingizi, unaanza kupiga miayo. Ila ukiwa TikTok au YouTube unakesha. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu uikatae hekima hiyo. Leo hii kuna mbaba ana miaka 70 kaoa kabinti ana miaka 16, eti akwambia ng'ombe azeki maini. Hayo maini atazekia jehanamu. Mtoto wa mwenzio ni wa kwako, mama wa mwenzio ni mama yako, baba wa mwenzio ni baba yako. Amina. Leo hii watoto wadogo wanabakwa jinsia zote, sio mashuleni, sio majumbani. Leo hii kwa mfano, babangu kachelewa kurudi nyumbani kwako, ukauliza sita usiku au 7 usiku, unapotembea njiani ukigeuka nyuma ukimwona mtu, baada ya kumsubiria mtembea wote utaongeza mwendo. Ukiongeza mwendo ukigeuka nyuma kutamongeza mwendo, utaanza mbio. Watu naogopana. Tunakuta maiti za watu wamekufa, wametolewa figo, sehemu za siri. Wapendwa, mrudie Bwana kwa faida yako. Amina. Nimekwambia haijalishi unavyonichukulia, haijalishi unavyoniona.